Naam, mwana ukua Mwafrika, kazi yangu mimi ni kukupa taarifa ya mambo yanayoendelea huko ulimwenguni ama huko duniani. Na katika kuangalia leo ni kuwa kulikuwa na mkutano, au kuna mkutano nisiseme kulikuwa. Mkutano huo upo ambao utafanyika tarehe 6 mpaka tarehe 7 mwezi wa 7 uko Rio de Janeiro, Brazili. Huu ni mkutano wa BRICS. BRICS umoja ambao umeundwa umoja huu kuenda nje na sera hizi za watu hawa wa magharibi. Ambapo BRICS, na kwa sasa ni BRICS Plus, ambapo mataifa mengine yameingia, kwa sababu BRICS ilikuwa ni Brazil, Russia, India, China na South Africa. Ndio BRICS. Sasa yalipoanza kuja mataifa mengine kwenye huu moja, huu mshikamano ambao tutakuwa tuko pamoja, lakini kila mtu ataendelea na mambo yake bila kuingiliwa na mtu mwingine, tofauti na mataifa ya magharibi kwa sasa yanavyokuwa yanawaingilia watu mpaka kuwapangia ni nini cha kufanya na ni maamuzi gani ya kufanya. Kwa hiyo kwa sasa na hii BRICS sio umoja ambao uko eneo fulani, ukanda fulani. Maana nikisema hivyo nafikiri mnanielewa. Mfano kama ECOWAS, unaona iko ukanda wa Afrika Magharibi. Ukiongelea East African Community iko upande wa mataifa ya Afrika Mashariki. Ukiongelea SADC unaona ni mataifa fulani yaliyoko chini ya huko au kusini mwa jangwa la Sahara, ni mataifa hayo. Sasa hii BRICS yenyewe ni worldwide. Yaani wawe ni mataifa ya wazungu, mataifa ya Waarabu, mataifa ya Wachina, mataifa ya Waafrika, wote wanaingia pamoja na kutengeneza sarafu ya pamoja, ili sasa ile sarafu unaweza ukaitumia popote kwenye haya mataifa unapoenda. Manake ndio maana hiyo. Kwa BRICS sasa hii ambayo imekuwa na mataifa ya Kiarabu yamekuwa ndani, mataifa ya Kiafrika yameingia, lakini ilianzishwa na hayo mataifa matano, ndio maana ikaitwa BRICS, lakini hawakubadilisha jina baada ya mataifa mengine kuingia, wameita BRICS Plus. Kwa hiyo sasa mnakumbuka Urusi iko ndani. Na kama Urusi iko ndani, Vladimir Putin, sasa taarifa kutoka Urusi imesema kuwa Putin hatahudhuria kikao au mkutano huu wa BRICS unaofanyika Rio de Janeiro nchini Brazili, kwa kuogopa au kuhofia kukamatwa na mahakama ya ICC. Yes, mahakama ya ICC ambayo ni mahakama iko huko Uholanzi, mahakama iliyoanzishwa ambapo walisema kuwa imeanzishwa kwa ajili ya Waafrika, na kwa mujibu wa wao walisema imeanzishwa kwa ajili ya Afrika na watu wajinga kama wakina Putin vile. Na lengo la kutaka kumkamata Putin ni kwa sababu alifunguliwa mashtaka katika hii mahakama ya ICC kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Vladimir Putin alitoa watoto pale Ukraine kama 3 milioni hivi, akawapeleka Urusi kuwaepusha na vita maeneo ambayo vita vilikuwa vinapiganwa. Sasa waliweka vikwazo watu wa magharibi, vikadunda, wakafanya kila namna kumsupport Volodymyr Zelensky, huyu mvuta bangi anayevutia chooni, ikashindikana. Bado mwamba amesimama. NATO waliingia kwa nguvu zote pale kumsaidia Ukraine, lakini bado ikashindikana. Marekani wakasapoti silaha kwa namna wanavyoweza, bado ikashindikana. Kwa hiyo ikabidi sasa wapeleke kesi katika hii mahakama ya uhalifu wa kivita, wanasema mahakama ya kimataifa, ambayo mataifa ya magharibi yenyewe hayako kwenye hiyo mahakama, sio wanachama wa hiyo mahakama. Ndio maana kuna baadhi ya mataifa ya Afrika aliwahi kujiondoa. Hata Kenya alikuwaga ni mwanachama, lakini alijiondoa, maana ilikuwa mwaka 2017 ile ninakumbuka, ambapo William Ruto pamoja na Uhuru Kenyatta walishtakiwa kwa kilichokuwa kimetokea nchini Kenya miaka hiyo 2008, kuwa wao ndio walisababisha mauaji ya watu wengi waliokufa nchini Kenya. Kwa hiyo ikawa iko hivyo. Kwa hiyo ikabidi wapeleke sasa hii kesi kusema kuwa Vladimir Putin
Putin walimshtaki na makosa mengi, lakini kosa mojawapo ambalo anatafutwa sana ni kuwa aliwahamisha watoto kiharamu kutoka nchini Ukraine kuwapeleka Urusi. Kumbuka alikuwa anawaepusha na vita, kwa sababu vita vinapotokea wahanga siku zote wanakuwaga ni wanawake na watoto zaidi sana, kwa sababu wanaume wengi ndo hawa wako wanapambana, ambao wengi wako jeshini. Pamoja na kuwa wanawake wako jeshini, lakini wengi wa wahanga wa vita wanakuwaga ni wanawake pamoja na watoto. Leo hii wanasema wanataka kumshtaki Vladimir Putin kwa sababu ya hilo la kuhamisha watoto milioni 3 kutoka nchini Ukraine kuwapeleka mahali salama nchini Urusi kwa ajili ya kuwaepusha na vita. Ndivyo ulimwengu ulivyo, tunaita ulimwengu wa Matrix. Na ulimwengu huu wanakuprogramu uamini kile ambacho wamekileta kwako kuwa ndivyo kilivyo. Na watu wengi wakaanza kumlaumu Vladimir Putin. Lakini wakati huo huo, ukiangalia upande wa Mashariki ya Kati, unakuja kukutana kule na Benjamin Netanyahu, ambaye ni waziri mkuu wa Israeli, ambaye waziri mkuu huyu amekuwa akipeleka moto vibaya mno pale Gaza. Na Gaza pale amekuwa akiua watoto. Sasa hivi watoto waliowaua wanafikiri wanafika hata 200,000. Watoto waliowaua pale. Haangalii, hajali. Yani tunaita ni mashine ya vita. Yani Netanyahu hajali pale kuna watoto, hajali pale kuna wamama ambao ni wamama wasiokuwa na hatia. Hilo Benjamin Netanyahu halijali. Jambo ambalo lilipigiwa kelele kwanza na Umoja wa Mataifa. Na kupigiwa kelele na Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akawekewa vikwazo, hatakiwi kuingia Israeli. Akawekewa vikwazo, hatakiwi kukanyaga pale Israeli. Kisa tu ameongea kuhusiana na kuwa hapa Gaza unapofanya au unapoendelea na hivi vita hapa Gaza, tafadhali chonde pale kuna watoto wadogo, na hao watoto wadogo hawana hatia. Kuna wamama wasiokuwa na hatia. Ukipambana nenda kapambane nao Hamas, kwa sababu wanajulikana tu kuwa Hamas wako wapi. Sasa unaenda kupiga hospitali, unaenda kupiga shule ukidai Hamas wamejificha humu ndani. Wamejifichaje humu ndani? Vita mnapopigana na mpaka askari hawa wa IDF wanapata shida kule, wanauawa, si mko mapambano moja kwa moja hivi. Sasa inakuwaje useme kuwa wamejificha hospitalini, tunaenda kupiga hospitali? Lengo la Myahudi lilikuwa ni kuifutilia mbali kabisa Gaza isiwepo, alafu Gaza hiyo ichukuliwe iwe ni sehemu ya Israeli. Ndilo lengo hasa la nini la Myahudi. Tuachane na mambo mengine ya kusema nini na nini. Tukaona wakati ule nchi ya Afrika Kusini walifungua kesi ICJ. Hii ni mahakama ambayo, maana kuna ICC, kuna ICJ. Ziko hapo Ufaransa. Maana ICC inadili na viongozi kuwashtaki wale ambao wamechochea migogoro katika mataifa yao. ICJ inadili na kushtaki mataifa. Ndio maana inaitwa International ICJ, International Court of Justice. Ndio maana ICJ. Umeona? Haya, ICC ni International Court, International Criminal Court. Ndio kirefu cha ICC. ICJ, International Court of Justice. Maana yake haki inatakiwa ipatikane hivyo. Kwa hiyo taifa hili la Afrika Kusini likaishtaki Israeli kwa sababu walisema tunawashtaki Israeli kwa sababu na sisi Afrika Kusini tumepitia hali kama hizo za kuporwa ardhi. Maana Afrika Kusini wao wanavodai na walivyopeleka kesi yao ni kuishtaki Israeli kwa sababu wamenyang'anya ardhi ya watu wengine ambao ni hawa wa Palestina na kuifanya ya kwao. Wakasema na sisi tumewahi kupitia heka za namna hiyo hiyo, makaburu walikuja walinyang'anya ardhi yetu ndani ya taifa la Afrika Kusini. Kwa hiyo ndio maana wakapeleka hii kesi. Lakini matokeo yake majaji wote wa ICC walioonekana kuanza kudili na hii kesi, wengi sana walishushwa vyeo kama sio kufukuzwa. Na ikabidi tena majaji wenyewe wengine baadhi wamshtaki Netanyahu ICC kwa mauaji yanayoendelea pale. Marekani ilitokea mbele kupinga kumkingia kifua Netanyahu. Nakumbuka Donald Trump alipoingia madarakani akasema kuwa hiyo mahakama hatuitambui na tutaiwekea vikwazo na nini kwa sababu wanakuja kumshtaki vipi Benjamin Netanyahu ambaye amehusika na mauaji ya watoto huko Gaza.
hatakiwi kushtakiwa. Lakini Vladimir Putin aliyewaondoa watoto, kuwaepusha na hatari za vita, kawapeleka Urusi kwenda kuwapa maisha mazuri Urusi, wakati huku ngoma inaendelea, huyu ndo anatakiwa ashtakiwe. Na ndio maana unaona sasa imebidi ahirishe, asiende kwenye huo mkutano huko Rio de Janeiro nchini Brazil, mkutano ambapo kuna kikao cha BRICS kitakachofanyika tarehe 6 na tarehe 7 mwezi wa 7 hapa, hiyo wiki ijayo hiyo. Imebidi asiende huko, lakini wamesema atashiriki kwa njia ya video. Yeye atashiriki huo mkutano, lakini itakuwa ni kwa njia ya video. Ndivyo ulimwengu namna unavyoenda. Kuna watu wa upande fulani wanataka wao wakiongea ndio wasikilizwe, wao wanayoyaongea ndio yaonekane yako sawa. Sasa tunaishi kwenye ulimwengu, sio ule ulimwengu wa kipindi kile, no, tunaishi kwenye ulimwengu huu wa utandawazi. Sasa hivi watu wanatafuta taarifa na wanajua kama kweli jambo limeongelewa ni la kweli, watu wanajua, they know. Kwa hiyo ndio mambo yanayoendelea huko. Vladimir Putin anatakiwa kukamatwa kwa kuhamisha watoto milioni 3 kutoka nchini Ukraine kuwapeleka katika taifa hili la Urusi, na lengo lake lilikuwa ni kuwaepusha na vita, na wale watoto wako salama kabisa, wanaendelea na mambo, wanaendelea na shule kule. Basi hivyo matokeo yake imebidi ashtakiwe. Asanteni sana.